Captain Kizinga uko vizuri? Shukuru Mungu niko safi. Vizuri kabisa. Captain wa makundi. Baada ya kuvuka kwenda makundi, kocha mpya naye pia ametangazwa. Pedro, Pila Ureno, Pila Ronaldo. Young Africans mna agenda gani msimu huu? Malizia soka la science. Kumbe sio Pila Ureno, tumalizie na soka science. Ni pila ambalo lina mchanganyiko wa vitu vitatu. Kwanza Pila Ureno. Pili soka la science. Alafu tatu namalizia Pila Afcon. Kwa wale ambao hawajui, huyu ndio yule kocha aliyewafanya wa Angola kuonekana miamba sana kwenye soka la Afrika kwenye michuano ya Afcon pale Ivory Coast. Unakumbuka? Angola wanafanya vitu vya balaa. Angola wakigusa imo wanaweka. Mpaka wanakuja kuingia mpaka nusu finali Angola. Kocha huyo hapa. Kwa hiyo sisi anatupeleka moja kwa moja mpaka finali ya klabu bingwa Afrika. Kizinga. Watu walikuwa kukatia tamaa mpaka kwenye hatua hii ya awali. Nimekupa maneno hayo, shika. Huyu ni kocha ambaye anatupeleka sisi mpaka kwenye hatua ya finali michuano ya klabu bingwa. Sio umeelewa? Lakini captain, kwa mpira ule mlioonyesha kwa siku ya jana na mnaenda kwenye hatua ya makundi ambapo kuna timu giant na kuna timu zenye power zaidi, mnaweza kubadilika au anaweza akabadilisha kwa kipindi hiki soka lenu? Kwanza tuwapongeze viongozi wetu. Wametuletea mwalimu ambaye ni bora sana. Mwalimu ambaye tunaamini kwa kupitia kiwango chake na ubora wake na elimu yake ya mpira amefundisha mataifa mbalimbali, soka lake limeonekana na linajulikana. Mimi naamini moja kwa moja huyu ni mwalimu ambaye atatufikisha sisi kwenye nchi ya ahadi. Ni mwalimu ambaye namuona kama umeiona Yanga ya dakika 45 za kwanza iko vile. Ya dakika 45 za kipindi cha pili atakuja kudili nayo mwalimu. Mimi naamini kwa kikosi tulichokuwa nacho, kwa wachezaji ambao tuko nao, mimi naamini mwalimu anaenda kutupa kitu kikubwa sana. Kwa kama uliiona Yanga ya jana imeshinda na haijacheza vizuri, tegemea kuiona Yanga hii ikifika mbali zaidi. Kwa sababu ina mwalimu mzuri, wachezaji tunao ni wazuri. Lakini kama kuna vitu vya kuongezea, mwalimu anakuja kuviongezea. Kwangu mimi ni mwalimu ambaye atatufikisha mbali. Huyu mwalimu kwa timu maskini kama jirani zetu hawawezi kummiliki mwalimu kama huyu. Huyu ni kocha, sio meneja. Sio umeelewa? Huyu ni kocha, sio meneja. Ana FIFA Pro. FIFA Pro ipo. Kila kitu. Zote. Mpaka ya Tanzania hapa anaruhusiwa kuitumia. Achana na wale ambao wamekuja elimu yao ya darasa la 7 lakini wameshindwa kuingia kwenye mifumo, wamekosa sifa za kuwa wakufunzi, wamekosa sifa za kusimama pale kwenye eneo la mistari ya Benjamin Mkapa na kuanza kufundisha. Vinginevyo wanakuwa wanaishia jukwaani, kakae kule muachie Selemani pale. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye yuko full package. Mimi naamini wana Yanga watakwenda kuenjoy na kufurahi zaidi kupitia mwalimu huyu. Mwalimu anakuja na walimu wasaidizi wapatao kama wawili. Patrick Mabedi, hatima yake ni hipi ndani ya Young Africans? Na alivyotambulishwa Patrick Mabedi, mlituambia kwamba pira burudani. Hatima ya Mabedi imeishia wapi na pira burudani linaishia wapi? Tumeshaenda Ureno sasa. Amekuja na wasaidizi wake. Sawa. Patrick Mabedi ni mwajiriwa wa Dar es Salaam Young Africans, si ndio? Kwa hiyo walimu wa Dar es Salaam Young Africans, viongozi wa Dar es Salaam Young Africans, mabosi wa Dar es Salaam Young Africans, hilo linabaki kwenye jukumu lao. Ikiwapendeza kwenye benchi la ufundi kuwatumia watu wote hawa, inawezekana. Ujue sasa hivi ni tofauti na zamani. Zamani ilikuwa ni wewe uwe na mwalimu msaidizi, basi labda pengine na kocha wa makipa na nini. Lakini sasa hivi unaruhusiwa kuwa hata na watu takriban kwenye benchi la ufundi hata karibia hata 10. Kila mmoja awe na majukumu yake. Kuna mtu ambaye anautafsiri mchezo kwa njia ya kuangalia, kuna mtu ambaye anakuwa hivi, kila mtu ana kazi yake. Kwa hiyo kama itawapendeza wao watajua wapi ambapo atafanya kazi, lakini bado ni mwajiriwa wa Dar es Salaam Young Africans. Hakuna sehemu ambapo umesikia Yanga amemwacha wala nini, hapana. Yes. Tutarajie mabadiliko ya vile tunavyoitazama Young Africans iliyoachwa na Falls na sasa hivi kwenda kwa Pedro. Mabadiliko yatakuwa ni makubwa mno ambayo sijawahi kuyaona. Na mara nyingi napenda niseme na wanayanga waondoe shaka na hofu, kwa sababu huyu mwalimu ambaye amekuja, huyu mwalimu ambaye ametambulishwa ni mwalimu ambaye hawatajuta kwa chochote na hawatawaza. Mwalimu Afcon. Sikia tena
zikiimbwa kama zile za Folz? Maana hata Folz mwenyewe Captain Kizinga ulijinasibu naye. Hawatasikia milio yote, yaani hutasikia mlio wote. Yaani sasa hivi utakuwa wewe ukienda Benjamin Mkapa una juisi yako ya Jibusti, unakaa mahala safi unakunywa mwenyewe, au na maji yako ya JSM Water unayakunywa mwenyewe, umetulia unaangalia burudani inatoka kwa GR Screen Protector, naweka pale kwa nani Shabalala anapandisha juu kwa Patrick Mwenda anaangalia kule Pacome Zouzoua, mchezaji wa kombe la dunia, anachukua na nenda nayo safi, ikiwekwa pale Prince Dube imo. Sio, umeelewa hapo Kizinga? Lakini ilionekana Young Africans katika mchezo wa jana wa kuingia makundi, dakika 45 za kwanza ni tofauti na dakika 45 za pili. Yaani kweli, na ndivyo ilivyo mchezo, kwa sababu shughuli ya kwanza tumemaliza dakika 45 za kwanza, na wanakuambia wataalamu dakika 15 za kwanza make sure unapata goli, kwa sababu dakika 15 za pili mpinzani wako atakuzoea, atakuwa ashakusoma mpira wako, anaweza akakukabia sana, au anaweza akakufanya na wewe kaingia kwenye mfumo wa yeye. Kwa hiyo dakika 15 za kwanza tumepata goli, 15 za pili tumepata goli, tumerelax, tumetulia. Unataka nini? Sisi tulikuwa tunahitaji tupate goli 2 na tumezipata. Kwa hiyo mambo mengine sio kucheza vizuri kufanyaje, au wenyewe watajua wenyewe, lakini Dar es Salaam Africans 45 za kwanza tumepata tulichokuwa tunakitaka. Tumekwenda kwa ajili ya kuingia, na unaweza, nimependa sana kumuona Diala alikuwa anawaambia baada ya mpira kuisha, anawaambia wale wa Nyasa, anawaambia mko mnaongea sana, yani Nyasa boy sana, nyinyi na watu wa Simba mmeongea sana, yani nyinyi ukina mchizi uvunga na watu wa Simba sana, kiko wapi? Sio, umeelewa? Safi, shughuli imeisha. Hii Yanga ni Yanga ya mjumbe wa FIFA, ni Yanga ya makamu, ni Yanga ya rais wa vilabu vyote barani Afrika. Ilikuwa haistahili kuondolewa na hawa watu, ingekuwa ni aibu dunia nzima. Kwa sisi tunafurahi mpaka sasa hivi, lakini kitu ambacho nimesikitika na hili niseme na viongozi wa Yanga, wakati mwingine tutakapokuwa tumepata neema ya sisi kulipiwa gharama za kuingia Benjamin Mkapa, tutakapopata neema ya kulipiwa tena kwenda kuangalia mechi Benjamin Mkapa, tunawaomba waandae vitambulisho maalum. Aidha mtu akiwa na kadi yake ya wanachama akionyesha hivi apite aingie. Sio, umeelewa? Nimesikitika sana jana, wamekaa nje watu wa Yanga hivi, alafu waliojazana ndani watu wa Simba kuja kumsapoti uchizi vunga. Watu wa Simba wamejazana wengi uwanjani jana, lakini waliweka wazi. Nisikilize, mashabiki wa Simba waliwahi mapema sana kwenda Benjamin Mkapa. Siti zote ambazo wangekaa mashabiki wa Yanga upande wa huko wameenda kukaa wao. Jambo sio la kwenu, mnawaiwahi. Tumewahi kitu gani? Hawa wale wanasema vya bure si nini mtaponza, wao ndio wameenda kuponza mapema tu, wamejaa kwenye viti. Mashabiki wa Yanga wengi wamekaa nje pale, wanaangalia utakaa wapi. Ukiangalia hivi unaona mashati tofauti, shati jeusi, shati jeupe. Ukiona rangi tofauti jue Simba huyo. Wamejazana pale Benjamin Mkapa jana. Aliwaambia bosi wenu siwalipie nani? Shughuli sio yenu, mnakuja tu. Hawataki vya bure. Wamejaa, hawataki wapi? Wamejaa kina Mandala jana. Ukiangalia VIP kule juu kule, kuna watu waliruhusiwa waingie VIP hapa, si namuona Mandala na anakimbia. Chungaji anakimbia, wanakimbizana kwenda kutafuta siti ya kukaa. Jamani, mnapoambiwa bosi hana baya JSM, mwe mnaelewa. Sugu amesikika akisema kwamba wenyewe mchezo wao ukitangazwa bure, hapo ndo viongozi wote watangatuka. Sawa, kama watawangatua, wawangatue, hiyo sio shida zetu. Kwa sababu una viongozi wa Dar es Salaam Africans ambao wanathamini nguvu ya wanachama, wanathamini michango ya wanachama, wanathamini kile ambacho mwanachama anakifanya kwa ajili ya faida ya timu yake. Sasa wewe unawapi viongozi ambao timu imepigwa faini na CAF afu unawaambia wanachama ndo walipe? Wewe ulishawahi kuona? Yaani kiongozi wa design hiyo umemwona wapi? Haya, hela klabu iko wapi? Wewe unawaambia watu walipe wao. Wewe ndio kiongozi wa klabu, fanya mipango, lipa deni CAF. Unaambia watu changeni, unatembeza bakuli. Viongozi kama watakulipia wewe? Viongozi ambao wanatamaa wamekula mpaka hela ya mashabiki. Wewe hujui kama mashabiki walipewa tuzo? Ile tuzo hela ziko wapi? Si wamekula viongozi? Hata kusema wanachama, mashabiki ingieni hapa mechi bure hapa. Hamna.
Sasa hivyo vitu tutavikuta kwa watu wenye utu na utulivu na wenye ubinadamu, viongozi wa Yanga. Lakini Captain Kizinga, mmefanikiwa kuificha code. Kocha huyu watu walikuwa wanajua Roro huenda ndo akaja hapa kujiunga na Young Africans, lakini kodi imefichwa mpaka imekuja kufichuka. Nyie tayari tangazo limesha mea huko kwenye mitandao ya kijamii. Na hii ndo faida ya kuwa na viongozi bora na sahihi. Faida yake ndo hii. Kuwa na taasisi ambayo ukipata nafasi ya kupata ajira kwenye taasisi ya Dar es Salaam Young Africans, cha kwanza lazima uwe kwa ajili ya maslahi ya klabu, sio kwa maslahi ya kwako wewe na nje ya klabu. Misingi yake ndo hii. Unaweza ukaona kila idara kama ilibahatika kujua kwamba kocha anayekuja ni yupi, lakini stili inabaki kuwa siri yake kwenye kifua chake mpaka pale ambapo klabu itatangaza. Unaweza ukaona namna ambavyo waandishi wa habari wengi na wachambuzi wamekuwa wakihangaika kutaka kujua mwalimu gani ambaye anakuja. Kwa hiyo niwapongeze sana viongozi wa Dar es Salaam Young Africans, niwapongeze viongozi wa taasisi ya Yanga kwa kusimama imara katika kulihifadhi hili jambo. Anakuja mwalimu watu hawajui ni yupi, tofauti na yule ambao walikuwa wanamtarajia. Huu ndio ukubwa wa Dar es Salaam Young Africans. Huu ndio ukubwa wa taasisi. Achana na hao watu ambao wanakula fedha za mashabiki. Wanapigwa faini, wanawataka mashabiki ndio walipe. Hawana viongozi imara, hawana viongozi bora. Yaani ya pale kwenye ile timu ukimchukua Baraka Yanga pale anaenda kuifikisha mpaka fainali. Yanga huyu Baraka Yanga. Vyeti anavyo. Elimu yake kubwa hiyo. Wewe unamchukulia poa? Baraka Yanga kama ulikuwa hujui ni miongoni mwa watu ambao wamesoma elimu anayo, lakini pia amesomea udaktari. Si umeelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye alhamdulillah Mungu pamoja na makeke yake Mungu alimpitisha huko. Kwa ukimpatia ile timu anaweza kaiongoza vyema. Shukrani sana. Asante sana.